ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، واحجروهم في المضاجع. Nimeombwa ile muhadhara ambayo tulianza jana hapa kuhusiana na malezi ya watoto tuweze kuikamilisha leo inshallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikisha. Na kwa kukumbushia tu wale ambao walikuwa hawapo na wale ambao walikuwepo, tulizungumza kwamba mtoto ana haki juu ya wazazi wake, na miongoni mwa haki ya mtoto juu ya mzazi ni mume kumtafutia mtoto huyu mama yake atakuwa ni nani kabla hajamuoa bado, kama vile mama naye kumtafutia mtoto wake baba yake atakuwa ni nani kabla hajaolewa naye. Malezi ya mtoto inaanza kabla ya watu kuoana, si baada ya kuoana, kwa sababu akipata wazazi wema, mama yake akiwa mwema, basi atamuelekeza katika mambo ambayo ni mema. Atamfundisha tauhidi, kumpwekesha Mwenyezi Mungu, atamfundisha tabia, atamuhifadhisha Qur'ani, atamfundisha ibada zote kwa ujumla. Lakini hawa wazazi wakiwa ni wazazi waovu, basi watamuelekeza huyu mtoto katika njia isiyokuwa sawa. Na tukaeleza tukasema, ndugu zangu, hii mada ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu, kwa sababu kila mmoja wetu lao atamlea mtoto wake namna inavyotakikana kulingana na dini yetu, basi hii dunia itakuwa sehemu nzuri sana watu kuishi ndani, kwa sababu hawa watoto naye wataolewa na wataoa, watakwenda vile vile watawalea watoto wao vizuri watazaa watoto wao, naye watakwenda wataolewa, wataoa, watawalea watoto wao vizuri, na itatapakaa na dunia itakuwa sehemu nzuri sana mtu kuishi ndani yake. Kinyume chake, tukiwalea watoto hawa sivyo, basi watoto hawa naye watakuja kuwalea watoto wao sivyo, na dunia itakuwa ni sehemu hatari sana mtu kuishi ndani yake. Na tukaeleza vile vile moja katika haki ya huyu mtoto juu ya mzazi wake ni kumnyonyesha maziwa ya matiti ya mama. Na katika jambo la ajabu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka matiti ya mama kwenye kifua. Matiti haikuwekwa kwenye magoti wala mgongoni, labda iko magotini pale anasimama anakunywa tu, hapana. Imewekwa katika kifua, kwa sababu kwenye kifua ndo kuna moyo, na moyo ndo yenye kupenda na kuchukia. Yule mama anapomkumbatia mtoto wake wakati anapomnyonyesha, inapatikana mapenzi pale. Leo madaktari wanasema mdundo wa moyo ya mama inapodunda na ya mtoto naye inadunda, zinapogusana inapatikana mapenzi. Ule mtoto anapata kumjua mama yake, na hii inakuwa ni ulinzi vile vile kwa ule mtoto. Hakuna mtu ambaye atakayemdhuru ule mtoto, na mama anaangalia. Mama yuko tayari kufa kwa ajili ya mtoto wake, yuko tayari kufa kwa ajili ya mtoto wake. Ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiweka hii maziwa ya mama kwenye kifua ya mwanamke ili iweze kupatikana mapenzi baina yao. Na
leo ndugu zangu, takwimu vile vile inaonesha baadhi ya wanahabari wanapozungumza kwamba wazazi wanapogombana wao kwa wao, mume na mke wanapopigiana kelele na mtoto yuko ndani ya tumbo, basi yule mtoto ananywea wakati huo, maana yake anakuwa mdogo, anajikunja zaidi, anaathirika na sauti na kila mmoja kumtolea mwingine ukali, bado yuko ndani ya tumbo. Seuzi akishatoka nje itakuwaje ndugu zangu? Ndio itakuwa mbaya zaidi maana yake. Na ndio hapa ndugu zangu, Mtume Muhammad sallam katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Amr ibn al-As, Mtume sallam anasema muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin. Tupate kujua ndugu zangu, majukumu ya kumlea mtoto iko juu ya wazazi. Hii ni jukumu iliyotundikwa juu ya mabega ya wazazi wawili, hasatan baba, kisha anayefuata ni mama. Kama Mtume alivyosema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu atakwenda kuulizwa juu ya alichokichunga. Mtoto wako si mali yako, upate kujua hiyo ndugu zangu. Mtoto wako ni amana umepewa na Mungu. Iangalie kitu ambacho ni amana, hauwezi kuidhalilisha, hauwezi kuipiga ukaiumiza, ukaiua, ukaitupa. Lazima upate kujua hii ni kitu nimepewa, nitakana niichunge. Kwa hivyo ni amana hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yusikumullahu fi auladikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawahusia juu ya watoto wenu. Maana yake waangalieni watoto wenu kwa macho ya karibu sana. Majukumu haya ni majukumu ya wazazi. Leo wazazi wanashindwa majukumu yao, wanaanza kutoa visingizio vingi tu kwamba labda maalimu madrasa fulani, shule fulani, mtoto leo akiwa mkorofi, akiwa hana tabia, wanalaumu adhana, ameadhiniwa na nani huyu, nitakana kuadhiniwa tena, kama ambavyo tulivyoelezea hapa jana. Lakini upate kujua wewe mzazi, hii ni majukumu yako, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuuliza siku ya Kiyama, huyu mtoto ulimlea vipi? Ikiwa umemlea katika njia iliyokuwa sawa, huenda kwa sababu ya watoto wako ukaingia peponi wewe, na ikiwa uliwalea katika njia isiyokuwa sawa, huenda hawa watoto watakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Na ni kweli watoto wengi leo watasababisha wazazi wao kuingia motoni, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha akasema, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Enyi mlioamini nyie, baadhi ya wake zenu, sio wote, na baadhi ya watoto wenu ni maadui zenu nyinyi, tahadharini na wao. Wewe leo unamlea mtoto wako sivyo, unamdekesha, unampeleka katika njia ambayo si sawa, pata kujua huyu mtoto atakupeleka mahali pabaya sana siku ya Kiyama, na atakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu mbele ya Mungu siku ya Kiyama kwamba huyu baba huyu mama huyu, mimi nataka Mwenyezi Mungu unichukulie haki yangu juu yake. Yeye ndo ambaye amenisababisha mimi nimekuwa katika hali hii. Alikuwa niamrishi kuswali wala kuvaa hijab wala niamrishi dini yangu. Mimi nilikuwa tukiishi ndani ya nyumba ni mapenzi tu basi na mambo ya dunia. Kwa hivyo tuchukueni tahadhari ndugu zangu. Hii majukumu ya malezi inabaki juu ya wazazi. Na ndio Mtume wa sallam akasema tuwafundishe watoto wetu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7. Mtoto amefika miaka 7, anza kumfundisha swala. Ikiwezekana njoo naye hapa msikitini, amejifunga sawa sawa. Hata mtoto wa kike mfundishe baadhi ya tabia, hata akiwa atacheza mbele ya watu msikitini. Ili ni jambo la kawaida, hana haki ya kufukuzwa ndani ya msikiti. Sauti ya mtoto msikitini ni neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu. Anapokimbia akitoka huku mpaka huku katikati ya safu za watu, hii haina matatizo hii. Hata Hassan na Hussein wakipanda juu ya mgongo ya Mtume wakicheza naye, na Mtume anawaswalisha watu. Wakati mwingine akichelewa kwenye rukuu, akichelewa kwenye sida, kwa sababu labda Hassan yuko mgongoni, basi mpaka mwisho anahakikisha kwamba yuko salama, anaamka naye. Lakini tuwafundishe tabia, wapate kuona hizi vitu, bado wao ni wadogo sana. Mtoto mdogo aone mama yake anaswali nyumbani, baba yake anaswali swala za sunna, anajua kwamba hichi ni kitu ambacho kumbe ni muhimu katika maisha yangu. Ndio kama katika mitandao sasa hivi
inaenezwa duniani, kuna mtoto mmoja mdogo sana, labda ana umri wa miaka 2 au 3. Basi baba yake alikuwa anataka kuswali pale nyumbani. Huyu mtoto akamkatalia baba yake, akamwambia, baba, huwezi kuniswalisha mimi ndio nitakuswalisha wewe. Akaanza kulia, baba alikuwa amekataa manake. Basi baba akampa nafasi ya mswalishe. Basi akawa anavunja surati al-Fatiha, rukuu, mahali pa rukuu, dua ambayo anafaa kuleta kwenye rukuu anaileta kwenye sijda, na ya sijda anaileta kwenye rukuu. Almuhim, basi swala yenyewe ni hivyo hivyo, lakini tunawapa nguvu kwamba hii ni kitu muhimu sana katika maisha ya huyu mtoto. Tuanze kuwafundisha swala na tabia nyingi kwa ujumla, bado wao ni wadogo sana. Leo ndugu zangu, sisi Waislamu wengi hapa tunawaonesha hawa watoto kwamba swala si kitu muhimu katika maisha yao, na hii ni hatari kubwa sana ambaye baadhi ya wazazi wanafanya. Leo mtoto inapokuwa siku za shule, siku za kwenda shule, mama inapofika saa 3 usiku anamwambia mtoto wake, mwanangu we, nenda ukalale mapema, kesho kuna kuamka kwenda shule. Hamambii mtoto wake, mwanangu we, nenda ukalale mapema, kesho kuna kuamka salati alfajiri. Na leo huyu mtoto ataamka katika salati alfajiri, bado moja kwa moja atakwenda shuleni mapema. Sasa mtoto anaanza kuwa akijua shule ni bora kuliko salati alfajiri, na shule haiwezi kuwa bora kuliko salati alfajiri. Pamoja na kwamba huyu mtoto ni lazima asome na tutampeleka atasoma, lakini haiwezi kumweka mbali na swala yake. Na siku ambayo hakuna shule, mfano ni Jumamosi, Jumapili, au wako katika likizo wamefunga mashule yao, ndo kabisa mama hata hajali wala baba, anamwambia mwanangu, chukua simu ucheze naye mpaka saa 6 za usiku, wala ikifika alfajiri hakuna mwenye kumwamsha. Akiamshwa mama anasema, mwache bwana, amefanya kazi kubwa sana, miezi 3 alikuwa shuleni huyu. Sasa tunaanza kuotesha mbegu mbaya ndani ya maisha ya hawa watoto, ndugu zangu, ndani ya maisha ya hawa watoto. Kwa hivyo tuwaoneshe kwamba swala ni kitu kikubwa sana katika maisha yao, na wapate kuswali na wajue kwamba hichi kitu ni kitu cha muhimu sana. Leo ndugu zangu, sisi wengi wetu hapa huwa tunakuja msikitini salati alfajiri. Tumetoka misikiti mbalimbali katika sehemu mbalimbali. Hawa watoto wa miaka 6, miaka 7, miaka 8, miaka 9, mbona hatuwaoni msikitini katika salati alfajiri? Wewe leo baba unakuja msikitini salati alfajiri bila mtoto wako, unamwacha amelala. Huyu ni mtoto ambaye anatakana kuanza kulazimishwa pale, bado yeye ni mdogo sana, na ajue wewe utakasirika na Mungu atakasirika, na hili jambo haitoweza kukubalika ndani ya hii nyumba. Na akiwa ni mtu mvivu, basi unaanza kumwagia maji. Yuko juu ya kitanda, chukua jagi ya maji kammwagie, apate kujua hapa si mahali pa kuchezea. Wewe leo unakuja msikitini bila mtoto wako, ambaye labda ni mtoto wa kiume hasatan, unamwacha bado amelala kule. Sasa unaotesha nini ndani ya nyumba yako wewe? Unaotesha kitu gani ndugu zangu? Tunaanza kuwaotesha watoto mbegu mbaya, na tunawaelekeza katika njia isiyokuwa sawa, bado wao ni wadogo sana. Muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7. Hapa wanazuoni wanasema swala hapa maana yake ni swala, na swala vile vile maana yake ni tabia yote nzuri kwa ujumla. Anza kumfundisha bado yeye ni mdogo. Anza kumfundisha namna gani ya usafi, namna gani ya kujiosha anapoingia chooni, namna gani ya kuoga, namna gani ya kuvaa, namna gani ya kukaa, namna gani ya kula, namna gani ya kunywa, namna gani ya kulala, namna gani ya kuwaheshimu watu wazima, namna gani ya kuamkua watu, namna gani ya kutembea, namna gani ya kucheka. Haya yote unamfundisha bado yeye ni mtoto mdogo sana. Akikosea bado ana umri wa miaka 7, wanasema baadhi wanazuoni si wakati wa kumchapa huyu mtoto. Mkemee, mtolee macho makali, wakati mwingine mchune, na mueleze tu kwamba mwanangu, si nimekukataza, Mungu hapendi hili jambo.
Hii tabia si tabia nzuri, na akipata jambo ambayo ni nzuri vile vile muunge mkono, wakati mwingine mnunulie zawadi. Mwambie mwanangu, kwa kweli leo umenifurahisha bwana, na lao utafanya tena mingine, mimi nitakununulia zawadi zaidi ya hii. Kwa hivyo tuwafundishe tabia zote kwa ujumla, bado wao ni wadogo. Kwanza tuanze kuwafundisha hawa watoto kuwa ni watu wa kweli. Wewe mzazi, simama na ukweli kila wakati. Usijaribu kumdanganya mtoto wako hata siku moja, wala ukasema urongo mbele yake, basi utasababisha mtoto vile vile atakuja kuwa mrongo. Bado ni mdogo, mfundishe tabia ya kuwa ukweli, mtu mkweli, usiseme urongo. Usijaribu kumwahidi mtoto wako kwamba utamletea kitu alafu usimletee. Mtoto anakuambia, baba, leo naomba uniletee kuku na chips. Ukimwahidi basi ni lazima ulete. Anasema kama utakuwa huna, basi itabidi uchukue mkopo mahali umletee huyu mtoto, sababu yeye hajui mambo mengine, anajua ni hii tu. La sivyo utakuja kumfanya huyo mtoto atajua kumbe mtu kudanganya ni jambo la sawa. Leo wazazi wengi tunaanza kuwafundisha watoto urongo, bado wao ni wadogo sana. Mtoto anakuwa mrongo tu kwa sababu ya wazazi. Mlango inabishwa, mtoto, baba yuko bafuni anaoga. Mtoto anakwenda kwenye mlango, anauliza nani, anaambia bwana, mimi ni mgeni wa baba. Yupo? Mtoto anamwambia ngoja nimwangalie huku ndani. Basi mtoto anakwenda ndani bafuni, anamwambia baba, kuna mgeni wako mlangoni. Baba anamwambia mtoto, nenda ukamwambie huyo mgeni baba hayupo. Mtoto naye anakwenda anamwambia mgeni, baba ameniambia nikuambie baba hayupo. Wengine wanapopigiwa simu anasema urongo mbele ya mtoto, bana, mimi niko katika mtaa fulani, niko Machakos, na yuko ndani ya nyumba. Sasa hapa unaanza kuwalea hao watoto katika maisha ya urongo. Kama yule mmoja mwanamke Mtume aliwahi kumuona akimwambia mtoto wake, njoo nikupe. Mtume sallam akamuuliza, akija utampa nini huyu? Utampatia? Akanyamaza. Mtume akamwambia, na lau kama hukumpatia ambacho unachomuitia, basi utaandikiwa madhambi kwamba umesema urongo. Ndio wanazuoni wanatafsiri hadithi hii, wanasema ukimuita mtoto wako njoo nikupe, umefunga mkono wako hivi, labda unataka kumpatia peremende ama halua ama labda chochote kile, akafurahi kwa sababu wewe unataka umshike tu, uwe karibu naye. Unamuita nakataa kuja, basi ikabidi utumie urongo ya kumuita ule mtoto. Atakapokuja akifungua ile mkono akapata hamna kitu hapa, wanasema wanazuoni, wewe mzazi utakuwa na madhambi mawili. Dhambi ya kwanza umesema urongo, na dhambi ya pili umemfundisha ule mtoto kuanza kusema urongo. Bado ni mdogo sana. Tuwafundishe hao watoto tabia yote kwa ujumla, ndugu zangu, bado wao ni wadogo sana. Tuwafundishe hao watoto tabia mbalimbali, miongoni mwao usioteshe mbegu la hofu katika maisha ya mtoto. Kuna baadhi ya wazazi hapa wanawatisha watoto wao na kuwatia hofu kila wakati. Mtoto leo anakosea, anafanya baadhi ya makosa, mama anamwambia leo usiku sheitani atakuja kukuchukua wewe. Sasa unamwambia mtoto kitu gani? Leo kuna baadhi ya wazazi, tumehudhuria katika baadhi za nyumba, ndugu zangu, baba anamchapa mtoto kwa makosa aliyoyafanya, kisha anamfungia ndani ya chumba ambacho hakuna taa, kwenye giza. Mtoto analia mpaka anazimia. Ndio wao watoto wengine wanakuja wanakuwa ni watu waoga, wanashindwa kuongea na watu, anashindwa kujieleza, anashindwa kuwa karibu na watu. Wazazi ndio ambao wamewafanya watoto wamekuwa hivi. Mtoto toka naye nje apate kuwa mkuu wa watu, ajuane na watu, ajue baba anaingilia na watu katika njia nzuri na watu wazuri. Si wewe kazi yako ni kuotesha mbegu ya hofu tu katika maisha ya mtoto. Hao watoto inatakana tuwasababishe wawe ni watu mashujaa. Tusiwalee watoto waoga tu. Tuwalee watoto ndani ya nyumba, watoto ambao ni mashujaa katika njia ya sawa na haki.
Leo kuna baadhi ya watoto wamefika miaka 10, 15, hata kuongea na watu hajui, maskini kujieleza hajui. Mgeni akija alikuwa anajificha chini ya kitanda, anaingia ndani ya drum, anauliza umeshatoka ama bado? Maana yake hakuna mtu mwenye kumwelekeza huyu mtoto, hakuna mtu mwenye kumwambia nini ya kufanya, nini hufai kufanya, inafaa kuwa vipi, hakuna. Sasa mtoto anajipeleka mwenyewe tu, na hapa ndio inakuwa ni hatari, na mengine anayapata tabia hizi kwa marafiki zake. Ndio unaona tuwafanye hawa watoto kuwa mashujaa, si watoto ambaye ni khawafin, kama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair huyu alikuwa ni mdogo sana. Kuna siku alikuwa akicheza na watoto wenzie, wanacheza nao, mara wakamuona Saidina Umar na baadhi ya masahaba wanakuja. Wale watoto walipomuona Saidina Umar na baadhi ya masahaba wanakuja, walitoka mbio wote wakatoroka, isipokuwa Abdullah bin Zubair. Bado ni mdogo sana hapa. Abdullah bin Zubair hakukimbia wala hakutoroka. Saidina Umar akaja mpaka pale, Abdullah bin Zubair akamtolea salam. Saidina Umar akamuuliza Abdullah bin Zubair, mbona ukukimbia wakati watoto wengine wamekimbia? Sikiza jawabu ya mtoto ambaye amelelewa katika maadili ya Kiislamu na ushujaa na nguvu, na mtoto ambaye ana tabia nzuri mbele ya watu wazima. Abdullah bin Zubair alimjibu Saidina Umar jawabu mbili. Akamwambia, jambo la kwanza, mimi sikukimbia kwa sababu barabara ni pana, sifikiri kama nimezuia njia mimi. Na sababu ya pili, mimi sikukimbia kwa sababu sijafanya makosa aina yote. Nikimbie kwa nini mimi? Kwa njia nzuri tu. Tuwafanye hawa watoto kuwa ni mashujaa ndani ya maisha yao, ni watu wajasiri, ni watu ambaye mashallah wana tabia nzuri mbele ya watu, katika njia nzuri, katika njia ya hikma, katika njia ya ukweli. Ndio yote haya itakana tuwafundishe bado wao ni wadogo, kama Mtume alivyosema, bado wana umri wa miaka 7. Tuendelee kuwafundisha haya, tuwafundishe baadhi ya mambo mbalimbali, mfano namna gani ya kula, namna gani ya kunywa. Mtoto bado ni mdogo, mfundishe tabia ya kula, anafaa kula vipi huyu mtoto. Ndio Mtume wa sallam anamwambia ule kijana, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ewe kijana, wewe sema bismillah kabla hujaanza kula, na ule kwa mkono wako wa kulia, na kula kilichoko mbele yako. Maana yake kula kilichoko mbele yako, lao inawekwa sinia hapa, hii sinia imezungukwa na watu 4 5, basi Mtume anamwambia huyu kijana ale katika sehemu yake hapa, asiende kucheza rafu katika sehemu za watu. Leo inapowekwa sinia, mtu anarusha mikono kila mahali, nyama anameza, viazi anameza, dakika moja tu imekwisha kila kitu, imebaki vitu vya kawaida. Sasa Mtume anamfundisha huyu, kula katika sehemu yako. Kuna adabu ya kula unapokula na watu. Wewe unataka viazi, unataka kachumbari, unataka pilipili, unataka nyama, iko katika sehemu ya watu, mwambie bwana, hebu bwana nipasie hiyo bwana, nisukumie huku. Ndio tabia hiyo, si kupeleka mikono katika tabia katika mikono ya watu, katika sehemu ya watu. Wakul biyaminik, na ule kwa mkono wako wa kulia, usile kwa mkono wa kushoto. Mtume wa sallam anawaambia masahaba ridwanullah alaihim kwamba mkono wa kushoto unatumika na mandugu zenu katika majini. Majini ndio ambao wanatumia mkono wa kushoto kula na kunywa, na mkono wa kushoto unatumika chooni. Sasa huyu mtoto naye anaona hii kwa wazazi, baba anapokunywa anakunywa na mkono wa kushoto, anapokula anakula na mkono wa kushoto. Sasa anaiga hii tabia, bado yeye ni mdogo sana, ndio mpaka mwisho inakuja kuwa ni mazoea kwake yeye. Mfundishe huyu mtoto tabia zote kwa ujumla, mpaka zile tabia za adhkar, kumuhifadhisha adhkar, bado yeye ni mdogo. Unajua huyu mtoto anapokuwa yeye ni mdogo, anawaona wazazi wake ndio kielelezo mbele yake, yeye hana watu wengine. Anapoanza kuwa na kufungua macho na kupata akili, watu wa mwanzo ambao anawaona ni baba yake na mama yake. Sasa chochote ambacho baba yake na mama yake wanafanya mbele yake, yeye anachukulia kwamba hii ni sawa tu, iwe ni nzuri iwe ni mbaya. Kwa hivyo tahadhari sana, ni nini ambao unafanya mbele ya mtoto wewe? Unafanya nini?
bado yeye ni mdogo. Ndugu zangu, usijaribu kufanya jambo lolote isipokuwa sawa mbele ya mtoto, hata kama yeye ni mdogo kiasi gani. Mtoto anajua, mtoto anaiga. Unamuona tu anatambaa, kumbe anajua kila kitu. Unamuona ndo anaanza kutembea, ndo anajua kila kitu. Usijaribu kusema urongo, usijaribu kufanya baadhi ya mambo ambayo si sawa. Usivute sigara mbele yake, wala kutafuna miraa mbele yake, wala usitembee uchi mbele yake. Hizi zote mtoto anaiga. Anza kumfundisha, bado yeye ni mdogo sana. Si wewe leo mtoto wa miaka 7 na kuvutia sigara, wewe unamwangalia tu. Mkanye, mueleze ubaya wa sigara ni kitu gani, kwa sababu ukimwachia sigara, itatoka sigara ataanza kuvuta bangi. Ikitoka bangi ataanza kutafuna miraa na mogokaa. Ikitoka miraa ataanza kutumia unga za kulevya, dawa za kulevya. Baadaye atakuja kumpiga ngumi baba yake. Baba, kwenda huko, unaniambia kitu gani wewe? Baba gani wewe mwanzo? Alafu tunakuja kusema angalieni watu wa siku hizi hawana heshima na wazazi wao. Lakini wewe mzazi leo utamkataza vipi mtoto wako asivute sigara, na wewe mwenyewe ndio unamtuma akakununulia sigara? Unamfundisha nini huyu mtoto? Unavuta mbele yake, maana yake chochote unachofanya mbele yake anachukulia kwamba ni sawa tu. Basi yeye vile vile anataka kujaribu. Sasa anataka kujaribu, na tabia zingine zote kwa ujumla itakana uanze kumfundisha, bado ni mdogo sana. Leo mtoto bado ni mdogo, mfundishe hizi adhkar, ni silaha yake. Dua anapotaka kuingia nyumbani, anasoma dua ya kuingia nyumbani, dua ya kutoka nyumbani, dua ya kwenda kulala, dua ya kuamka. Hizi zote azisome, bado yeye ni mdogo, na mtoto anashika vizuri zaidi akiwa bado yeye ni mdogo. Na hasatan mama anamwambia mtoto wake, mwanangu, kabla hujatoka nje ya nyumba ushasoma dua, soma dua ya kutoka nyumbani, soma dua ya kuingia nyumbani, toa salamu alaikum, anza kusema bismillah kwanza kabla ya kula. Kila mara anakumbushwa mpaka inaingia katika akili yake, na anapata kujua hili ni jambo ambalo kila mara nitakana niyafanye katika macho ya karibu. Katika macho ya karibu. Mtoto anataka kwenda kulala, unamfundisha zile qul, maana yake kabla ya kwenda kulala aweke mikono yake hivi, asome qul wallahu mara 3, apulize katika mkono wake, alafu apake kuanzia uso kwenda kichwa, alafu apake mwili wote, mahali popote anaweza kupaka. Kisha asome qul falaq mara 3, apake, apulize, apake qul bin nas mara 3, apulize, apake ayatul kursi mara 1, apulize, apake, na qul ya ayyuhal kafirun mara 1, apulize, apake. Kisha asome dua ya kwenda kulala, biismika allahumma amutu wa ahya, kisha alale ubavu wake wa kulia. Hizi ni vitu ambavyo tunawafundisha, bado ni wadogo sana, bado ni wadogo. Kitu cha kwanza, mtoto anaamka asubuhi, mwambie piga mswaki mwanzo. Mfundishe namna gani ya kupiga mswaki mpaka kwenye ulimi huko mwisho. Watoto wengi leo takwimu inaonyesha hata mswaki hawapigi. Wanaamka asubuhi, wanakwenda madrasa, wanakwenda shuleni hivyo hivyo tu. Hakuna mwenye kumwelekeza huyu mtoto. Sasa unatarajia nini ndugu zangu? Atakuwaje? Wewe ndo ambao unatakana uwe karibu yake, kila mara kuwa karibu yake. Macho yako uwe naye hapa kwa hapa. Unaamka naye, mpeleke mpaka katika sehemu ya kuosha uso, sehemu ya kutawadha, sehemu ya kupiga mswaki, muingize chooni aingie mwenyewe. Kisha yote haya unamfundisha, bado yeye ni mdogo sana, apate kuyajua. Dua ya kuingia nyumbani, dua ya kutoka, dua ya kwenda kulala na mingineo. Haya yote ni muhimu sana upate kumfundisha. Muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7. Wadhribuhum alaiha wa hum abna'u 10, na wachapeni hawa watoto, watieni mboko wakifika umri wa miaka 10. Sasa amefika miaka 10, huyu mtoto anatakana achapwe sasa. Si wakati wa kudekeshwa tena. Na hii ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye leo imegurwa ndani ya manyumba za Waislamu, na Waislamu wengi kuacha kutundika bakora katika sehemu ya nyumba, ima kwenye dirisha au katika ukuta au katika sehemu ya mlango. Tundika bakora hapo, wewe mzazi. Huyu mtoto akiingia ndani ya hii nyumba, akiiona ile bakora pale, anajua hii si sehemu ya kuchezea hapa. Pamoja na kwamba wanasema wanazuoni hautomchapa huyu mtoto na hii bakora, hii ni ya kumtisha naye tu. Wewe kuna fimbo nyingine ya kumchapia huyu mtoto ambao utakuwa naye. Sisi nakumbuka wakati wetu
Mama yetu Mwenyezi Mungu amuhifadhi, alikuwa na waya ndani ya nyumba, waya ya stima nyembamba ndio, lakini imeunganishwa. Basi wewe umekuja nyumbani, kuna makosa umefanya, lazima mwanzo ujibu maswali. Umechelewa kuja nyumbani, ulikuwa wapi? Leo mbona ukwenda madrasa? Habari zimekuja hapa, leo ukwenda madrasa. Leo habari zimekuja hapa, ukwenda shuleni. Leo habari zimekuja umemtukana fulani, umefanya kitendo fulani. Basi ya kwanza ni ile waya inaanguka juu ya mgongo wako. Na leo tunawakumbuka wazazi wetu, ndugu zangu, tunawakumbuka na tunasema kwamba walifanya jambo zuri. Kwa kweli walituchapa bwana, tulichapwa, na leo tumekuwa wale ambao tumekuwa katika dunia hii kwa sababu yao. Na ndio unaona takwimu inaonyesha mzazi yeyote ambaye anayemdekesha mtoto, hamchapi, hamtolii ukali, hamsemeshi, hamkodolei macho, mtoto kama huyu akishafika utu uzima anakuja kuwadharau wazazi kama hawa, na inakuwa ni mtihani mkubwa sana, na mpaka mwisho wengine wanawaua wazazi wao hasa. Lakini wale watoto ambao wanachapwa na wazazi wao wakiwa wadogo, wakifika utu uzima wanawaheshimu wazazi kama hawa, wanawajulia hali kila mara, wanawatembelea, wanawaangalia, wanawajali, wanawauliza unataka nini mama yangu, baba yangu unataka nini, anawakidhia haja zao moja na nyingine, wanawaheshimu. Kwa hivyo kumchapa mtoto ndo kumlea mtoto katika njia sawa, na kumdekesha mtoto ni kumharibu mtoto. Wazazi wengi wanasema bana, mimi hata simchapi mtoto wangu bana, ninavyompenda bana. Kumbe hujui unamharibu huyu mtoto, unajenga mbegu mbaya ndani ya nyumba. Mtoto lazima atiwe adabu, apate kujua kwamba hapa si mahali pa kuchezea. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wahjuruhum fil madaji', watoto wanapofika miaka 10 watenganisheni katika vitanda. Mtoto wa kiume na dada yake wasilale kitanda kimoja. Mtoto wa kiume na ndugu yake wa kiume wasilale kitanda kimoja. Lao nafasi ni ndogo, basi mtoto wa kiume alale chini na mtoto wa kike alale juu. Nafasi ni ndogo, kitanda ni moja, mandugu wawili, mtu na ndugu yake wa kiume lazima walale juu ya kitanda, basi walale juu ya kitanda, lakini wasijifunike blanketi moja na wasielekeane katika kichwa chao. Huyu mmoja aelekee mashariki, mwingine aelekee magharibi. Hii yote Uislamu imefundisha, ndugu zangu, ambapo leo ulimwengu unawaka moto kwa sababu ya masala ya incest. Incest, sheitani anakuja na kuambia dada yake huyu atamfanya nini bwana, ndugu yake bwana, kweli ndugu yake, dada yake, lakini upate kujua sheitani yuko katikati yao. Sheitani yuko katikati yao. Leo katika ulimwengu masala haya unasikia ndugu amezaa na dada yake, baba amezaa na binti wake wa kike, mama amezaa na mtoto wake wa kiume. Katika jamii za hawa watu haisemeki, bali imekuwa ni sheria hasa. Katika jamii za Waislamu hii tabia ipo, lakini ni ndogo sana, imejificha. Lao itaachiwa, wallahi ndugu zangu, mtu atakuja kulia machozi rangi nyekundu na isiweze kumsaidia kitu. Na ndio unaona leo katika hizi nchi zao wanafanya baadhi ya mambo ovyo ovyo, na hii sheria ya LGBTQ ikija kupitishwa, ndo haya mambo tutakuja kuyaona katika dunia hii. Wale waliokufa watakuwa wako katika sehemu nzuri kuliko wale ambao wako hai. Sheria ya LGBTQ ikipitishwa, baba ataruhusiwa kumuoa binti yake, mama ataruhusiwa kuolewa na mtoto wake wa kiume, ndugu atamuoa dada yake, na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kumpeleka mahali popote. Wao leo malasaf katika jamii zao, namna wanavyoishi maisha machafu hawa watu. Wallahi tumshukuru Mungu kwa neema ya Uislamu. Wamefika mpaka mwisho, leo wanamuoa mbwa, mtu anamuoa punda, anaolewa na mbwa, anaolewa na punda. Unamuona mwanamke anatembea na mbwa barabarani, amemshika kwenye kamba hivi, labda unafikiri kwamba anamlinda, kumbe ni mume wake anatembea naye yule. Wala haula wala quwwata illa billah. Na haya yote ni lazima tuyaangalie kwa macho ya karibu. Bado hawa watoto ni wadogo sana. Tukiachia, ndugu zangu, hakuna jambo la hatari kama hilo.
Dini yetu imetufundisha miaka 1445 iliyopita, na ndio leo ulimwengu inaanza kuonekana haya mambo. Tuwatenganishe kwenye vitanda vyao hawa watoto, walale tofauti tofauti, wasijifunike brangeti moja, kwa sababu kuna hatari ambayo inaweza ikatokea hapa. Ndugu zangu, katika kuwalea hawa watoto, wewe mzazi, mama na baba, kama tulivyoeleza toka mwanzo, ni lazima muwe wacha Mungu. Uchamungu wenu utawaathiri wale watoto, vile vile watakuja kuwa ni wacha Mungu. Na Mwenyezi Mungu ameithibitisha hii katika surati An-Nisa aliposema kwamba waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida, na waogope wale ambaye lau watafariki ghafla, mama baba ameondoka duniani ghafla na akaacha watoto dhaifu wadogo wadogo nyuma, ameacha vizazi vidhaifu, akahofia huyu mzazi, leo mimi nitaondoka ghafla hapa nikawaacha hawa watoto na hii mazingara ambayo tuko ndani yake, watoto wangu hawa watakuja kupotea. Mazingara huru, kila kitu hapa ni halali, unachotaka wewe fanya tu. Watasalimika vipi hao watoto baada ya kuondoka kwangu mimi mzazi? Mwenyezi Mungu anakuja na suluhisho mbili. Anawaambia wazazi, ili watoto wako waweze kusalimika baada ya kuondoka kwako, falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida, muogopeni Mwenyezi Mungu na museme maneno yaliokuwa ya sawa, na maneno ya sawa haipatikani ila ndani ya Qur'an na Sunna ya Bwana Mtume. Ndugu zangu Waislamu, katika haki miongoni mwa haki za watoto na katika malezi ambayo tunafaa kuwalea hawa watoto, tujitahidi kadri ya uwezo. Watoto bado ni wadogo, tuwahifadhishe Qur'an. Bado ni wadogo sana ndugu zangu, tuwahifadhishe Qur'ani hawa watoto. Mtoto anapohifadhi Qur'ani, kwanza akili yake inakuwa ni akili mahiri ya ajabu, masomo mengine yote haya yatakuwa ni mboga. Mtu kuhifadhi Qur'ani bado yeye ni mdogo, masomo mengine kwake yeye itakuwa haina kitu, atayapitia juu tu. Leo sisi wengi wetu hapa, wazazi wengi, hatujaona umuhimu wa kuhifadhisha watoto Qur'an. Hatujakatazwa wasome mashule ndugu zangu, wasome. Leo mzazi ana watoto 5 6 ashaweka katika ratiba yake, anamwambia mke wake, mama yao, ule mtoto wa kwanza mimi nataka awe daktari, mtoto wa pili nataka awe mwalimu, mtoto wa tatu nataka awe rubani, mtoto wa 4 nataka awe injinia, na hivyo. Lakini wale ambao wana mawazo kwamba watoto wangu hawa mimi nataka mmoja wao ama wawili awe ni hafidh al-Qur'an, ni wachache sana miongoni mwetu ndugu zangu. Sasa hii maana yake tunawasukuma hawa watoto katika dunia yao. Hii ni dunia hii. Hii elimu yote ambayo unamfundisha wewe ni mambo ya dunia ambapo hajakatazwa, lakini akhira tumeisahau. Akhira tumeisahau. Maana yake sisi leo tunaidhalilisha Qur'ani katika maisha ya watoto hawa. Mtoto bado ni mdogo, wewe leo mpe kila kitu katika dunia hii. Msomeshe, mpeleke primary school, secondary, university, mpeleke mpaka elimu ya juu, aende akasome mpaka Ujerumani, Marekani. Mpe figo yako. Mfano wewe leo amekuwa mgonjwa, figo yake moja imefail ama figo zake hazifanyi kazi, wewe mzazi toa figo yako umpatie, lakini hana msingi wa dini, huyu mtoto unahatarisha. Unahatarisha ndugu yangu. Sisi ndio ambaye leo tumeidhalilisha Qur'ani. Wallahi katika safari yetu ya da'wa hii tumesafiri katika nchi nyingi, katika sehemu nyingi na kina Sheikh Saad, hatujawahi kumuona mtoto aliohifadhi Qur'an anapata tabu hapa duniani. Hatujawahi kuona hiyo. Bali ambaye anahifadhi Qur'ani anawasimamia wale watu ambao wamesoma university, wako chini yake. Kama Mtume alivyosema, Mwenyezi Mungu anawainua watu kutokana na hichi kitabu watu wengine na akawaangusha watu wengine. Qur'ani inamweka mtu juu. Kuna imamu wa msikiti mmoja anawasimamia watu ambao wamesoma university, komiti ya msikiti wako chini yake yeye.
na yeye hata kuandika Kiingereza hajui, kwa sababu ya kuhifadhi Qur'ani tu. Sisi wengi wetu hapa tunaona mtoto akihifadhi Qur'ani mwisho wake atakuwa ni maalimu wa madrasa, atakuwa ni imamu tu basi. Khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu yule ambaye alijifundisha Qur'ani kisha akawafunza wengine. Wallahi ndugu zangu, ni jambo la fahari kubwa sana kusikia kwamba imamu wa msikiti fulani ni mtoto wa fulani. Hilo si jambo la fahari ndugu zangu? Maalimu wa msikiti wa madrasa fulani ni mtoto wa fulani, anayeswalisha tarawih katika msikiti fulani ni mtoto wa fulani, si ghaira hiyo ndugu zangu. Lakini sisi tunaona kwamba huyu mtoto akihifadhi Qur'ani mwisho wake atabakia tu kuwa maalimu wa madrasa, imamu ambaye haina maana yote. Kumbe hatujui kwamba ndo tunamuelekeza katika njia iliyokuwa sawa. Huyu mtoto hajakatazwa kusoma shule ndugu zangu, lakini isimweke mbali na Qur'ani yake. Bali kuna wanazuoni ambao wamekuja na rai tofauti. Wanasema mwanzo wewe mtoto akiwa bado ni mdogo, amefika umri wa miaka 5, 6, 7, anza kumhifadhisha Qur'an. Alafu masomo mengine yatakuja baadaye. Na yanapokuja baadaye yale masomo kwake yeye yatakuwa ni rahisi ajabu. Mfano leo imewahi kutokea, mara nyingi tunayaona haya. Mtoto amesoma nursery school, kindergarten, nursery, ameingizwa standard 1. Standard 1 wazazi wameamua kumpeleka kuhifadhi Qur'an. Alikuwa shaanza kujua kusoma, kuandika, anajua kuzungumza Kizungu. Wakampeleka katika tahfidh, akakaa kule. Baada ya kuhifadhi amerudi baada ya miaka 3, ile shule inamfanyia interview yule mtoto. Wale walimu wanasema huyu mtoto hafai kuwa standard 2 ama 3, anafaa kuwa standard 6. Hamjaona hiyo ndugu zangu? Mtoto anakuwa na akili ya ajabu. Alafu ukiangalia ndugu zangu, kweli mashule haya ni lazima waende hawa watoto na ni lazima wasome. Lakini kitu kubwa ambayo tunatafuta mashuleni kule ni lugha ya Kiingereza. Kusoma, kuandika na kuzungumza Kiingereza. Mara nyingi wewe ukishatoka shuleni si kwamba ndio unapata certificate ya kukupatia kazi, hapana. Inakutoa ujinga tu. Baada ya hapo tena ndio uanze upya. Ameshamaliza mfano kidato cha 4, amemaliza labda form 6 yake. Sasa ndio umpeleke tena college akasomee computer, akasomee elimu ya hisabat, accounts au masomo mengine. Tena ni gharama nyingine hiyo. Na hii lugha ya Kizungu tunaweza tukaipata katika njia nyingi tu. Mojawapo ni kwenda shuleni, lakini kuna njia nyingi unaweza ukayapata haya. Ndio wanazuoni wakaja na fikra wakasema, jambo la kwanza, mtoto wako bado ni mdogo, mpeleke akahifadhi Qur'an. Ana umri wa miaka 7 hapo. Mara nyingi hizi maboarding school za tahfidh zinawachukua watoto wakifika umri wa miaka 7, kwa sababu wakifika miaka 7 anaweza akaoga mwenyewe, akajiosha mwenyewe, akafua nguo zake, ndio maana wanaanza na umri huo. Na kuna baadhi ya madrasa hizi za kuhifadhi Qur'an wanawachukua watoto wadogo zaidi ya hiyo, kwa sababu wanawapatia watu wa kusimamia. Sasa miaka 7 ameanza kuhifadhi Qur'ani, kwa mtoto kama huyu itamchukua muda wa miaka 2 kumaliza kuhifadhi. Miaka 2 atakuwa na umri wa miaka 9. Atafanya murajaa mwaka 1 na kusoma tafsiri na elimu zingine miaka 2 nyingine. Akimaliza ana umri wa miaka 12. Ana umri wa miaka 12. Maana yake ameshahifadhi Qur'ani, anaijua maana yake na amesoma elimu zingine. Amesoma elimu ya lugha ya Kiarabu, amesoma fiqhi, amesoma sira, amesoma hadith na elimu zingine. Sasa miaka 12 huyu mtoto, wanasema kuna njia mbili. Mojawapo ni wewe kumrudisha shuleni na ndio akienda kufanywa interview atapelekwa juu zaidi, na njia nyingine ni kumpanua zaidi katika elimu yake. Kuna scholarship ambayo nyingi ambayo zinatoka, mtoto anapelekwa Sudan, anapelekwa Saudi Arabia, anapelekwa Kuwait, anakwenda kuongeza elimu kule, anakwenda kuongeza. Lakini lau kama hakupata nafasi kama hiyo, wanasema wanazuoni, miongoni mwa njia ambao unafaa kufanya wewe, mchukue huyu mtoto mpeleke college akasomee lugha ya Kiingereza.
miaka mitatu, kusoma, kuandika Kiingereza na kuzungumza Kiingereza, inamtosha miaka mitatu. Akimaliza Kiingereza anakijua kizuri sana. Leo wangapi miongoni mwetu tulisoma hapa mpaka form 4, form 6, Kiingereza hatuwezi kuongea mbele ya watu. Mtu anaandika kama mguu wa kuku, na mtu amemaliza form 6 hawezi kuongea mbele ya watu akajieleza kisawasawa, kinaga ubaga. Kwa hivyo hapa itakuwa na uhakika hili jambo. Maana yake miaka mitatu inamtosha yeye kuishika hii Kiingereza katika njia iliyokuwa nzuri, hata maandishi yake anavyosoma, anavyozungumza, hiyo ni miaka mitatu. Miaka mitatu ameanza akiwa na umri wa miaka 12, atakuwa na umri wa miaka 15. Miaka 15 mpeleke sasa akasomee kazi maalum atakayetegemea katika maisha yake. Mpeleke sasa akasome accounts, akasomee computer, akasomee mfano engineering na mengineo katika masomo ambayo mtu anafaa kusomea. Miaka mitatu pia inamtosha kusomea masomo kama haya. Akimaliza na umri wa miaka 18, 19. 18, 19 huyu mtoto amehifadhi Qur'ani, amesoma elimu ya dini yake, na dunia vile vile upande wa kazi yuko nayo. Leo ndugu zangu, ni fahari kumuona mtu yeye ni rubani wa ndege na yeye ni hafidh al-Qur'an, kama Sheikh Isa ambaye ameswalisha Ijumaa jana hapa, ni rubani wa ndege katika Kenya Airways, ameswalisha magharibi juzi salati al-Isha. Ni fahari kumuona mtu yeye ni daktari na ni hafidh al-Qur'an. Ni fahari kumuona mtu yeye ni mwalimu na ni hafidh al-Qur'an. Fahari ndugu zangu. Lakini sisi ndio tunaona hii Qur'ani itampeleka mtu wapi? Kumbe tunapoteza wakati mwingi katika njia ambayo haiwezi kumpeleka mtu mahali popote. Tunarudi nyuma pale pale tu. Tukishamaliza tena tunaanza mwanzo, na kumrudisha mtoto nyuma sio jambo rahisi. Bado yeye ni mdogo pale. Hapo ndio nitakana uwe naye. Usingoje mpaka ashafika umri fulani sasa unataka kuyaleta haya katika maisha yake. Atakuwa labda tena hapendi wala hawezi. Bado yeye ni mdogo, anataka kuelekezwa tu. Anataka kuelekezwa. Sasa usipomwelekeza katika njia kama hii, hawa watoto mwisho wake watakuja kupotea na wataingia katika shimo iliyokuwa mbaya, na baadaye itakuja kuwa ni majuto katika dunia hii. Ndugu zangu, malezi ya Uislamu ni majukumu ya wazazi, na lazima wachukue majukumu yao kikamilifu, na upate kujua kwamba hii ni amana, utakwenda kuulizwa mbele ya Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua yote ambayo unamfanyia mtoto wako. Tuanze kuwalia bado wao ni wadogo sana, bado wao ni wachanga sana, tuwe nao karibu, tujenge mapenzi sisi na watoto wetu. Mtoto anatakana kupendwa ndugu zangu, si wewe kila mara unampigia mtoto kelele. Mpende mtoto wako, mbusu kwenye mashavu yake, mkumbatie. Ukimwona mtoto wako furahi, mtoto anafurahi, baba amekuja, baba leo ameleta nini, anaangalia mkono wake, baba amekuja na kitu gani kwenye mfuko, furaha. Ndio yule sahaba ametoka mashambani kule, anamuona mtume anambusu Al-Hasan na Hussein. Mtume sallam anamuuliza mtume, ya Rasulullah, atuqabbiluna as-sibyan, nyinyi mnawabusu watoto hawa? Mtume akamwambia naam. Huyu bwana akamwambia, wallahi mimi leo toka nimewazaa watoto wangu na watoto zaidi ya 10 sijawahi kumbusu hata mmoja. Mtume sallam akamjibu akamwambia, wama amliku idh naza'a alaykum min qulubikum arrahma. Unatarajia mimi nifanye nini ikiwa Mwenyezi Mungu ashaondoa huruma katika nyoyo zenu nyinyi? Leo kuna baadhi ya wazazi hawacheki na watoto wao, amkumbatii mtoto wake, hana ile ukaribu, mtoto anamuogopa. Akikuja tu mzazi anajificha chini ya kitanda, anaona kwamba anamheshimu, kumbe anakosea. Hii ni katika haki ya mtoto. Jenga usuhuba baina yako wewe na yeye, kuwa naye karibu. Wakati mwingine mchukue, mtoe nje, cheza naye, kimbizana naye. Hizi ni baadhi ya tabia nzuri ambazo tunafaa kuzileta katika maisha ya watoto wetu. Kwa hivyo hii ndio mpaka hapo ndugu zangu, ndio mada ambayo nilikuwa nimekusudia, na mpaka hapa tukizidisha tena itakuwa tunaongeza zaidi, na watu watakuwa naona kama wameshachoka. Na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atukubalie na atuwezeshe na atudumishe katika taa, na atujalie miongoni mwa wazazi ambao wanawalea watoto wao katika maadili ya Kiislamu, na wajalie wazazi wengi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waepushe na fikra za dunia na fikra za sheitan, na atuweke mbali na zile njia ambazo sheitani anawasukuma wengi katika maisha yao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azilinde nyumba zetu, awalinde watoto wetu, awalinde wake zetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuvukishe katika dunia hii katika hali ya salama, na atuondoe hapa duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa radhi na sisi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta